tukasikize hii hadithi Mungu. Amen. Amen. Hadithi yangu itapangwa Biblia lakini kuna mafundisho. Sasa hapo zamani kulikuwa na mzee, na huyo mzee alikuwa anaishi katika mji, na pia hiyo mji kulikuwa na kijiji pia kilikuwa na watu, kulikuwa na matajiri na pia kulikuwa na maskini. Na katika hiyo hali tunaona kulikuwa maskini walikuwa nashughulika na zaidi na kazi ya kufanya ukulima ili wapate kitu cha kukula, na pia wengine walikuwa wanajishughulisha na kazi ya uvuvi, na matajiri nao walikuwa wameingia katika kazi ya biashara, sababu wao ndio walikuwa wanatawala katika mji. Na katika hiyo eneo, katika harakati zao, kuna siku moja tajiri mmoja na kijana wake waliweza kusema acha tutembee tutoke mjini tuingie hesabu kidogo, tuangalie mazingira ya huko hesabu yenye iko. Na walipokuwa wanatembea waliweza kupitia mahali fulani, na mahali walipopitia walienda wakakuta kuna mahali mkulima mmoja ambaye alikuwa maskini zaidi, alikuwa katika shughuli zake za shamba, aliingia kwa shamba, akaweza kuvua viatu yake, akasema akaogopa kuingia na viatu yake kwa sababu akiingia kwa shamba, naona shamba ni kubwa, akaweza kuweka viatu yake karibu na barabara, mahali ambapo hata akitoka kwa shamba ataweza kukuta viatu zake. Mkulima akaingia kwa shamba, akaendelea kulima. Sasa yule tajiri walipokuwa wanatembea na kijana wake, wakapitia mahali hapo, maskini alikuwa ametoa viatu wake akaweka. Na katika hiyo hali akawa na mabizano kidogo, majadiliano hiyo tajiri na kijana wake. Kijana anauliza baba yake, ni hizi viatu naona hapa ni viatu vinavaliwa na mtu ama zimetupwa ama ziko namna gani? Na katika hiyo hali huyo kijana akaambia baba yake, hii naona kama zimeweza kutupwa. Lakini baba yake akamwambia hizi viatu kuna mwenye viatu na ameweza kuziweka hapo ili akitoka kwa shamba aweze kuvalia. Sasa huyu kijana anamwambia si tuchukue hizi viatu tusitupe, tusitupa tuone hiyo maskini akikuja vyenye ataweza kujisikia. Baba yake na sababu alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na busara kidogo, akamwambia hatuwezi fanya hivyo sababu hata mbele ya macho ya Mungu ni makosa. Sasa lakini akamwambia kitu, akamwambia sasa kuna kitu nataka tujifunze leo hapa pamoja na wewe. Nataka uchukue noti kadhaa kidogo uweke ndani hizo viatu. Kijana na baba yake wakachukua noti kadhaa kidogo wakaweka kwa viatu, na wakasema sasa tunataka tuweke alafu sasa tuende kando kiasi, maskini atakapokuja kuchukua viatu wake tuchukue tuone itakuwa namna gani. Sasa ile wakati walifanya hivyo, maskini alipotoka kwa shamba yake akikuja kuvalia viatu akakuta pesa ziko hapo, akashukuru Mungu zaidi, akamwambia Mungu umenitendea makubwa sana na kushukuru kwa yale makubwa umenitendea. Sikuwa na kitu cha hata cha kwenda kupelekea watoto wangu, lakini umefanya muujiza wako nikapata, na akainua Mungu sana na akamshukuru zaidi. Sasa katika hii hali maskini yule mtajiri na mtoto wake wakaweza kuona jambo hilo. Sasa tajiri akauliza kijana wake, umeona vyenye kumekuwa? Amemwambia umeona vyenye huyo maskini ameweza kumshukuru nini?
Mungu. Na ingekuwa tulichukua zile viatu wake tukatupa, ingekuwa namna gani? Kama tulichukua hizo viatu wake tukatupa, ingekuwa namna gani? Si angetulani zaidi kwa Mungu. Lakini kwa kile kidogo chetu tumetoa tukaweka hapo, huyo maskini ameweza kushukuru akatuombea maombi zaidi. Sasa ndipo akamwambia umejifunza lesoni kwamba si kila jambo kama uko na uwezo kidogo unaweza saidia nini yule ana na kitu kingine. Hata yule ana usimdharau kama sababu Bwana, kwa maana ameweka hapo na Mungu kwa kusudi fulani. Na Mungu atubariki kwa sababu ya hadithi yangu. Amen. Ana atatuombea kwa sababu ya hadithi.